Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti mpya kutoka nchini Iran zinadai kwamba miongoni mwa silaha zilizotumika katika uvamizi dhidi ya Iran zilitoka kwenye maghala ya baadhi ya nchi za Kiarabu. Wakati Marekani iliyokuwa na ngome za kijeshi katika baadhi ya nchi za Kiarabu ikitumia makombora mazito pamoja na ndege zisizokuwa na rubani na hata zile za marubani, lakini baadhi ya nchi za Kiarabu zilitoa silaha katika maghala yao na kuishambulia Iran. Na hii ndio sababu ya Iran kuongeza nguvu kubwa ya mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ghuba. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amepinga madai ya Bahrain akisema mabaki yaliyopatikana kutoka kwenye silaha zilizotumikwa wakati wa mashambulizi ya miji ya Iran yanathibitisha kuwa silaha hizo zilitoka kwenye maghala ya baadhi ya nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi. Katika barua aliyomwandikia Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza la Usalama, baada ya madai ya Bahrain kwa niaba ya baadhi ya nchi jirani katika eneo la Ghuba ya Uajemi, Amer Said Iravani amefafanua kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapinga vikali madai yasiyokuwa ya msingi yaliyotolewa na nchi hizo yenye lengo la kupotosha ukweli kwamba Iran ilishambulia maeneo yasiyokuwa ya kijeshi ya Marekani, kwa maana kambi zisizokuwa za kijeshi ama maslahi ya Wamarekani. Hata hivyo, Iran imesema kwamba wakati ambapo Bahrain imekuja na madai hayo, lakini watambue kwamba baadhi ya nchi katika Mashariki ya Kati ambazo zilikuwa na ngome za kijeshi za Marekani ambazo pia Iran imezishambulia zilitumia makombora yao binafsi na silaha za kwao katika kuishambulia Iran. Iravani ameongeza kuwa kwa mujibu wa data za ufuatiliaji na tathmini zilizofanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wavamizi wametumia mara kwa mara ardhi na anga za nchi zao kupanga, kuandaa na kuwapa silaha na kutekeleza operesheni haramu za kijeshi dhidi ya Iran. Inatajwa kwamba Saudi Arabia kupitia mwanamfalme Mohammed bin Salman ni moja kati ya viongozi katika eneo hilo la Ghuba ambao walitoa taarifa za kina kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia wakishauri juu ya mashambulizi dhidi ya taifa hilo. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba licha ya Marekani na Israel zikisaidiwa na baadhi ya mataifa katika Ghuba kutaka kuipindua serikali hiyo, lakini wameshindwa. Hata hivyo, taifa la Iran limewafanya maadui hao wakate tamaa kwa mapambano ya siku 40. Rais huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ametilia mkazo nafasi ya umuhimu wa wapiganaji wa taifa hilo la Iran, akisema kwamba wametumia vema rasilimali zilizopo kwa ajili ya kuonyesha ulimwengu wa Mashariki ya Kati na ulimwengu kwa ujumla kwamba Iran si taifa la kuchezewa, lakini pia si taifa la kupiga magoti wakati ambapo mataifa kama Marekani yakishinikiza nchi hiyo kukubaliana na matakwa yake. Hata hivyo, vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati bado havina uhakika wa kumalizika, licha ya kwamba wakati huu Marekani imekubali kuingia tena katika mazungumzo katika siku 2 zijazo. Hii ni kauli iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump mnamo siku ya jana Jumatano, akielezea umuhimu wa mazungumzo hayo hasa katika kipindi hiki ambacho ni siku 14 za usitishaji wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio ripoti kutoka kwa Said Iravani, balozi wa kudumu katika Umoja wa Mataifa, ambaye amedai kwamba silaha zilizoishambulia Iran miongoni mwao zilitoka katika mataifa ya Kiarabu, mataifa ambayo yana ushirika na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.